Kitabu cha Wagalatia. Labda tuombe kwa ajili ya neno kwanza. Baba, tunakushukuru kwa jioni ya leo, umeweza kutusaidia ili tupate nafasi tena kulitia jina lako. Tunaomba uweze kutubariki na uweze kutusaidia, na tunapojifunza neno lako jioni hii, tunaomba utupatie mafunuo yako katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Wagalatia sura ya 6 na naanza ya kwanza na ya pili. Ndugu zangu, mtu akighafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, kujiangalia nafsi yako, usije ukajaribia wewe mwenyewe. 2, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo, maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, asidanganye nafsi yake. Tuishie tu hapa. Neno mzigo, si ndio? Chukuliane nini? Mizigo. Ninajua wewe kama mwanadamu hawezi kubeba dhambi zangu mimi, sawa? Dhambi ni mzigo, mzigo wa dhambi. Dhambi ni mzigo ambao wewe mwanadamu mwenzangu hauwezi kubeba mzigo wa dhambi zangu mimi, lakini unaweza kutumika kunisaidia kuachana na mzigo huo wa nini? Wa dhambi. Yaani wewe unaweza kutumika kunisaidia mimi kama mwanadamu mwenzako kuachana na mzigo huo wa nini? Wa dhambi. Kwa nini? Ni sababu Mungu mwenyewe alipokuja hapa duniani kupitia Yesu Kristo Mwokozi wetu, alitoa agizo, nendeni mkahubiri Injili kwa watu wangapi? Wote. Na ujumbe ule wa malaika watatu, Ufunuo sura ya 14 aya 6 mpaka 12, aya 6 mpaka ya 7 ni malaika wa kwanza, aya 8 ni malaika ule wa pili, ya 9 mpaka 12 malaika watatu. Wanaohubiri au malaika ni watu wanatoa wito watu waachane na nini? Na dhambi. Kwa hiyo unaweza shiriki. Kwa mfano, umemwona rafiki yako ni mwizi, sio ni dhambi. Wizi ni nini? Ni dhambi. Unaenda unamwambia, bwana, wewe huu wizi wa kuchukua simu za watu hostel, ukiondoka tu wewe umebeba, ama darasani ukiona imeachwa simu katika mazingira yasiyo sawa unabeba, unatumika, unamwambia achana na hiyo hali, maana sio nzuri. Si hapo umehubiri? Umehubiri. Umemwona mwenzako labda kwa kutokujua ama bado hajapata ufahamu wa kiroho, anashiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa, maana hajaolewa wala hajaoa, hajaolewa wala yeye hajaoa, na unajua kabisa analitenda na litamletea madhara kiafya kwake, hata baadaye ni future kwenye ndoa yake. Ukiwa hapa mara umemkuta yuko guest, mara umemkuta yuko wapi, mwingine kesho, si mmesema kuna damu salama, si ndio? Kuna mtu hapa atatumia hiyo excuse kesho kwenda kufanya starehe zake, yuko badala ya angetumia hiyo damu kuileta hapa, anaenda kuiharibu zaidi, si ni kweli? Yuko hapa, lakini unamjua huyo mtu, unapaswa uende ukamwambie, bwana, hichi unachokifanya sio sahihi, umebeba mzigo wake. Maana umemwambia makosa yake, umemsaidia, umwambia, bwana, hichi unachokifanya rafiki yangu kama mwanafunzi sicho kilichokuleta hapa, lakini pia neno la Mungu halitaki ufanye hivyo. Maana ukiendelea kufanya hivyo utakufa katika dhambi. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. And therefore utatumika wewe kumsaidia, ndio unabeba mzigo wake hapa.
Ndio tafsiri ya Biblia inayosema kubeba mzigo. Unabeba mzigo, unabeba udhaifu wa yule mwenzako, unabeba dhambi yake. You cannot always. Kuna watu ambao hichi kipindi cha Pasaka, nadhani next week I think, kuna watu ambao wataati kubeba msalaba hivi. Unajua ule msalaba una nguvu sana Manake umeamua kubeba dhambi za ulimwengu, dhambi za watu. Ambaye anaweza kubeba ni nani? Ni Yesu peke yake. Yaani unaweza ukaagiza, lakini anayeweza kubeba dhambi za mwanadamu na ambaye alishafanya hivyo miaka 2000 iliyopita ni Yesu. Wewe jukumu lako tu ambalo Mungu amekupa ni kumwambia mtu, Bwana, hichi unachokifanya sio sahihi. Ndio wewe unaweza hata ukajisumbua ukafanya nini, hauwezi. Kwa hivyo tafsiri ya kwanza hapo katika kubebeana mizigo, ukimwona mwenzako ameghafirika, ana udhaifu fulani, ya kwanza ni kumwambia rafiki yako kama unampenda, achana na uovu huu. Lakini mbili, ambayo ni ya kibinadamu, kama mwanadamu mwenzako ana changamoto yoyote, ana changamoto yote unaifahamu ya kibinadamu, Mungu anataka wewe akutumie kuwa mkono wake wa msaada kumsaidia huyo mwanadamu mwenzako kuachana na changamoto hiyo. Unaweza kwa mfano usimpe fedha. Kwa mfano mwanafunzi mwenzako ana changamoto ya ada, wewe una uwezo wa kulipa ada, lakini unaweza ukamfahamu kuna mtu Mungu anaweza akakutumia ukaenda ukamwambia, akamsaidia yule mtu akapata nini, ada. Mimi nishawahi kufanya hivi mara nyingi sana, mara nyingi nikiwa mwanafunzi na hata baada ya wanafunzi wangu. Mimi sina fedha wala sina fedha, lakini kuna watu hapa, kuna wana marafiki wamebarikiwa sana, wazazi, ndugu. Yaani kuna watu hapa wana ndugu zao, kuna marafiki zao, yaani wamebarikiwa, wanafanya nini? Wana uwezo wa kutosha. Nishafanya hivyo kwa wanafunzi wengi. Sio hapa bado sijawahi. Yaani Mungu anakutumia, huna fedha, lakini anakutumia kumsaidia mwanafunzi mwenzako ama kumsaidia muhitaji. Si umebeba mzigo wake hapo? Umebeba, you have carried his or her burden. Umebeba mzigo wake. Umetumika kumsaidia. Lakini unaweza usaidie kifedha. Unaweza kumsaidia mtu kiushauri. Kama nimesema mwanzoni, unamsaidia mtu kiushauri. Unampa pia mawazo mazuri. Juzi wakati nahubiri hapa ile last week, katoa mfano wa mindset. Kuna mmoja alitumia hiyo fursa akaja, sijajua labda ashaanza biashara. Akianza biashara nadhani ataniletea. Nimetumika na mimi kumsaidia. Ataniletea ka biashara kake na mimi nikanunue. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe mkono wa msaada kwa walimwengu wote. Kuna klipu fulani nyinyi mnaifahamu, mshawahi kuiona. Jina la watu ni ngumu sana. Ni wanariadha. Wangapi wanapenda kukimbia? Napenda riadha. Okay. Mimi zamani nilikuwa napenda kukimbia. Nadhani niliposoma kule Kenya, kwa sababu nilikaa sehemu ya wale wakimbiaji maarufu sana, Nandi Hills School. Sasa kuna mwanariadha mmoja alikuwa anakimbia, akabaki tu kama mita fulani hivi amalizie. Afya yake ikagonjeka. Yaani mwili ukaanza kuwa tofauti. Kila akijaribu kukimbia, miguu, misuli ilianza nyie ni madaktari, misuli ilifanya nini huko? Akawa
akajaribu hata akiamka sana, mwisho akaanza kuwa anajibiringisha ili amalize mwendo, afikie hatua ya ngapi? Ya mwisho. Huku nyuma marafiki wengine wanapita, yani wanampita na anaona kabisa ana shida, hawezi, anajiviringisha, wakawa wanampita. Kuna rafiki yake nyuma, alipokuwa anakuja akamwona, akamshika mkono, akamweka kwenye shika mkono hivi, akamsaidia, wakamaliza mwendo pamoja mpaka mwisho. Na hivyo ndivyo tunapaswa kuwa si wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo tunapaswa kuwa si wa Kristo. Unajua humu hatufanani. Unafahamu hatufanani? Hatufanani. Yaani tuna hata kwenye kusoma kwetu tuna uwezo tofauti. Kwa nini usimshike mwenzako mkono ili mfike mahali pamoja sawa sawa? Bwana asifiwe sana. Hivi mimi kwa mfano katika maisha yangu, sio wakati nimekuwa tu mchungaji, lakini sipendi kuona mwenzangu akiwa chini, ama sipendi kuona mwenzangu akiumia kwa sababu yoyote, na sipendi kuona nikimuumiza yoyote kwa sababu yoyote. Najaribu kwa njia zote kumsaidia ili na huyu mtu aweze kuwa na furaha kama mimi. Kwa nini leo jioni hii wewe mwana Excel, najua kabisa unafahamu kuna mwenzako ana changamoto fulani, kwa nini usiende kumshika mkono mkavuta pamoja? Kwa nini hata usimguse kwa kumwombea mkono tu? Unajua hata ukimwombea rafiki yako atafanikiwa kama ulivyofanikiwa. Atafanikiwa. Anaweza kufanikiwa kabisa kama wewe ulivyofanikiwa. Anaweza kupata ada ya shule kwa mawazo mazuri tu kama ulivyopata ada ya shule. Wewe sasa hivi ufikiri ada inatoka wapi? Unaona tu inaingia, lakini kuna mwingine hapa. Kwa nini usitumike kuwa mkono wa msaada kwake? Unaona ana shida, ana changamoto fulani. Kwa nini usitumike, usiamue jioni ya leo kumsaidia huyo aliye na changamoto, kumbebea mzigo? Mimi napenda kusikiza nyimbo fulani za duniani lakini nzuri za kijamii. Wangapi wanasikia wimbo unaitwa Heal the World? Heal the World. Umeimbwa na nani? Iponye dunia. Umeimbwa na Michael Jackson. Ni wimbo mzuri sana. Heal the World. Ni wimbo mtamu kusikiliza. Umeimbwa na mtu wa duniani, lakini ni wimbo mzuri. Unasema hii dunia ina shida, ina vita, ina njaa, watu wanabaguliwa, watu wanatendewa visivyo sivyo, lakini anasema heal the world, iponye dunia. Yaani geuka kuwa mponyaji. Kwa maana gani? Unachukua mzigo wa huyu mtu ambaye anakosa chakula, anakosa ada, anateswa kwenye vita, ananyanyaswa, anabaguliwa. Umeamua wewe kuleta uponyaji kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Just be that. Kwa hivyo, na inawezekana. Inawezekana. Ukiamua leo, inawezekana. Just be that. Kwa sababu Yesu alitenda hivyo. Yesu alibeba mizigo yetu na alitufundisha tufanye hivyo, kwa sababu we need each other. Tunahitajiana. Yaani tunahitajiana. Hakuna aliyefanikiwa pasipo kusaidiwa. Hakuna, hayupo. Hata grade hiyo A umeipata leo, kuna mtu alifanya ukapata hiyo grade A. Ndio. Nguo nzuri hiyo umevaa, kuna mtu alifanya umepata hiyo grade, hiyo nguo nzuri. Kuna mtu hata kama imetoka kwa mzazi wako, kuna mtu alimsaidia mzazi wako akaipata hiyo. Hakuwa peke yake. Kwa nini jioni ya leo usiondoke na mawazo haya kwamba mimi kwa kweli nimeamua kuwa msaada, kubeba mzigo wa mtu fulani, kumsaidia mtu fulani awe na furaha kama nilionayo mimi. Na inawezekana. Unaweza usiwe na fedha, lakini una mawazo mazuri, una fikra nzuri, una mchango mzuri.
Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hivi. Ninapenda kusoma koti za wakubwa. Aliwahi kusema hivi, yaani unaweza usiwe na fedha nyingi kumsaidia mtoto wa maskini, lakini ukimpatia elimu, si umempatia maarifa? Umempatia maarifa, umempatia uwezo. Na mimi huwa nasema hivi, ukitaka kunisaidia mimi usinipe fedha, nipe tu maarifa. Yaani ukinipa maarifa, ukinionyesha njia tu, mimi nimefika, mimi nimefanikiwa. Yaani nitaifanyia kazi hiyo njia mpaka nitafika. Ukinionyesha tu njia hivi, nitafika kabisa. Jioni hii ya leo, hebu muombe Mungu uwe msaada kwa rafiki yako. Kimasomo, Bwana asifiwe sana. Katika masomo, msaidie mwenzako. Kuna mwingine hapa uelewa wake ni mzito kweli, lakini wewe unaelewa wa kasi, kwa nini usimsaidie? Ili muwe kitu kimoja. Msaidie. Beba huo mzigo. Msaidie. Yaani usichukie kabisa. Yaani wewe muombe Roho wa Mungu atawale moyo wako ili uwe msaada kwa rafiki yako. Haleluya. Uwe msaada kwa rafiki yako. Wagalatia 5:4 hiyo. Ya 5 mstari wa 16 anasema kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Alafu aya 22 inasema mpaka aya 26 watakiwa ugee tunda la Roho Mtakatifu. Haya hauyawezi kama huna Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu ata take control of your heart. Akisha take control of your heart, utajaa kati ya yale matunda 9 kuna moja ambayo nalipenda, upendo. Kutokuwa na hasira, kutokuwa na chuki, kutokuwa na wivu, kutokuwa na ugomvi. Utaamua kumsaidia yoyote katika mazingira yoyote ili afikie kuwa na furaha kama ulio nayo wewe. Na inawezekana. Ukiamua inawezekana. Kwa hiyo jioni hii tutasimama na kwenda kuomba. Tusimame. Mshike mkono jirani yako. Mshike mkono jirani yako, mwambie tu kwa imani nimeamua kubeba mzigo wako. Mwambie tu kwa imani nimeamua kubeba mzigo wako. Kweli. Na ukipenda share with me. Mwambie ukipenda niambie tu ili nibebe huo mzigo wako. Ya kweli unasema. Ukipenda niambie tu nibebe mzigo wako. Niambie. Bwana asifiwe. Jifunze kubeba mizigo ya watu. Bwana asifiwe sana. Ni raha kama Mkristo, ni wajibu wako kufanya hivi. It is just your responsibility. Na kwa neema ya Mungu utaweza. Kwa neema ya Mungu utafanya nini? Utaweza. Ukikubali Roho Mtakatifu akutawale, utaweza. You can do that. Hakuna kigumu chini ya sayari ya dunia kwa wote wanaomwamini Bwana. Hakipo. Wewe kama unapata A, msaidie na mwenzako kupata A. Hata apate B+. Asindio? Sijajua hapa mnatumia standard gani. Mimi nilikuwa natumia American standard. Sijui hapa mnatumia labda ni British. Silitaliwa na British. Natumia British style. Let's pray. Baba yangu na Mungu wetu, nakushukuru sana katika jioni ya leo. Nimewatia moyo marafiki zangu hawa wanafunzi, wasaidiane. Kila mmoja aone kwamba anamhitaji mwenzake na anamhitaji kumsaidia, ili ya kwamba kuwa na furaha, kuleta uponyaji, kueneza upendo kwa kila mtu. Naomba uwabariki, wasaidie hata wanapoanza semester hii. Bwana uwe pamoja nao. Neema yako endelee kwa pamoja nao katika jina la Yesu. Amina. Bwana